Hivi unafahamu kuwa kuna viongozi duniani ambao wamewahi kupewa zawadi za maua mazito kiasi cha kuhitaji winchi ya ujenzi au watu 20 kuyabeba? Hii ni kwenye ziara mbalimbali ambazo wanatembelea marais kwenye nchi mbalimbali ikiwemo India na nyinginezo, ambazo huwa wanavika mataji ya maua marais, mawaziri au viongozi wenye vyeo wanapowasili kwenye nchi zao. Lakini utamaduni huu uliwahi kuacha marais wengi kwenye wakati mgumu. Kwa mfano, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipotembelea visiwa vya Tahiti alijikuta amevikwa mashada ya maua yaliyofikia uzito wa hadi kilo 15 kulingana na ripoti za mitandao ya kijamii. Lakini huu ni utamaduni ambao umezoeleka kama kutoa zawadi ya heshima. Turudi nyuma kidogo kwenye historia ya mwaka 2021 ambapo picha za rais wa Ufaransa Emmanuel Macron zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikivuma ulimwenguni kote zikiwa zimegeuzwa kuwa vichekesho au memes. Macron alitembelea visiwa vya Tahiti kule Pasifiki. Katika utamaduni wao, kumpokea mgeni kwa mashada ya maua ya lei au hei ni alama kuu ya upendo, lakini protokali yao ya kidiplomasia inakataza kiongozi kuvua zawadi hizo mbele ya wenyeji. Matokeo yake, Macron alirundikwa mashada mengi kwa mfululizo ya maua yaliyofikia uzito wa hadi kilo 15, akitembea jukwaani akionekana kama mti uliopambwa na maua unaotembea, huku sura yake tu ndio ikiwa inaonekana kwa mbali. Na kama unadhani kilo 15 za maua shingoni mwa Macron zilikuwa nyingi, basi hujasafiri kwenda Asia Kusini. Kuna stori moja nchini India na Nepal ambapo utamaduni huu umepelekwa kwa kiwango kingine kabisa. Huko mashada haya yanaitwa har au mala, yanayotengenezwa kwa maua ya asili ya marigold. Waziri Mkuu Narendra Modi mara kwa mara hupokea mashada yenye uzito wa kati kilo 80 hadi 100 kwenye mikutano ya kampeni yanayobebwa na kundi la wafuasi zaidi ya 15. So imagine maua haya yanabebwa na wafuasi 15, lakini yanawekwa kwenye shingo ya mtu mmoja. Lakini rekodi ya kushtua zaidi ilivunjwa mwaka 2021 na mwanasiasa wa jimbo la Bihar, Nitish Kumar. Huyu mwanasiasa alizawadiwa shada kubwa la maua lenye uzito ambao ulikadiriwa kuwa kilo 325. Shada hilo lilikuwa kubwa na zito kiasi kwamba ilibidi ikodiwe winchi ya ujenzi ili kunyanyua hewani na kulishusha taratibu kuwazunguka viongozi waliokuwa jukwaani. Kiongozi mwingine wa kisiasa kutoka nchini India anaitwa Rahul Gandhi alikuwa mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani nchini India ambaye naye aliwahi kupokea mapokezi ya aina hii kwenye ziara zake za kisiasa zilizopewa jina la Bharat Jodo Yatra. Uzito wa maua yake ulikuwa ni takribani kilo 50 hadi kilo 100. Ripoti zinasema katika majimbo kama Madhya Pradesh, wafuasi wake walimwandalia shada kubwa la maua ambalo lilihitaji kamba maalum na nguvu ya wanaume wengi ili kulishusha na kumvika akiwa juu ya gari la wazi. Swali likabaki kwamba je, maua ya kawaida yanawezaje kuwa mazito hivi? Mtu kuvishwa kilo 300 si mchezo. Siri iko nyuma ya pazia ya maandalizi yake. Ni kwa sababu huunganishwa maelfu ya maua bila kukatika, na mafundi hutumia kamba nene za katani au nyuzi za chuma ambazo zenyewe zina uzito mkubwa. La pili ni jambo muhimu zaidi ambalo ni maji. Maua haya husafirishwa saa chache kabla ya tukio, na ili yasikauke chini ya jua kali hunyunyuziwa maji mengi mfululizo. Maua hayo hufyonza maji na kuongeza uzito hadi mara 2 au 3 ya uzito wake wa kawaida. Mimi ni Regina Baltazar.